Mapambano makali kati ya Iran na Israel yameingia awamu mpya ya hatari baada ya makombora ya Iran kushambulia miji mikuu ya Israel ya Tel Aviv na bandari ya Haifa kabla ya alfajiri ya leo Jumatatu. Mashambulizi hayo yameua watu 8 na kuharibu nyumba nyingi, hali iliyompelekea waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, kutoa onyo kali kwamba raia wa Tehran watalipa gharama hivi karibuni. Kwa ujumla, makombora 7 kati ya zaidi ya 100 yaliyovurumishwa na Iran usiku wa kuamkia hii leo yameanguka Israel, ambapo watu zaidi ya 100 wamejeruhiwa. Haya yote ni katika kile kinachotajwa kuwa kisasi cha Iran kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya programu zake za nyuklia na makombora. Iran, ambayo sasa inakumbwa na changamoto kubwa ya usalama tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, imetangaza kuwa imeshakamata makumi ya watu wanaodaiwa kuwa wapelelezi wa Israel. Hali ya wasiwasi wa kiuchumi pia imechacha nchini humo, ambapo thamani ya sarafu ya taifa RIAL imeshuka kwa 10% dhidi ya dola ya Marekani tangu mashambulizi ya Israel kuanza Ijumaa iliyopita. Picha za video zilizoonyesha makombora yakiruka juu ya mji wa Tel Aviv, huku milipuko ikisikika hadi Jerusalem. Majengo kadhaa ya makazi katika kitongoji kilichojaa watu karibu na Tel Aviv yaliharibiwa, na vioo vya madirisha ya hoteli na nyumba zilizo karibu na tawi la ubalozi wa Marekani vikavunjika. Wakati huo, balozi wa Marekani amesema jengo hilo lilipata uharibifu mdogo na hakuna majeruhi miongoni mwa wafanyakazi wake. Taarifa za siri zilizochapishwa na baadhi ya majarida ya Mashariki ya Kati, yakiwemo majarida ya Middle East Eye pamoja na jarida la Omonta, zinasema kuwa Israel imeomba msaada wa ulinzi wa anga kutoka kwa Marekani ili kuzuia mashambulizi zaidi ya Iran. Taarifa hizo zinaeleza kuwa Marekani imeanzisha upelekaji wa meli za kivita katika bahari ya Mediterania na kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga katika vituo vyake vya kijeshi vilivyoko nchini Jordan na Iraki. Pia ndege za kivita za Marekani zimeanza kuruka doria karibu na anga ya Israel kama tahadhari ya kiusalama. Jumla ya watu 24 wamefariki nchini Israel kufuatia mashambulizi ya Iran, wote wakiwa raia wa kawaida. Wakati huo, upande wa Iran, Wizara ya Afya imesema watu wasiopungua 224 wameuawa, ambapo 90% ya watu hao ni raia wa kawaida, idadi ambayo inaongeza shinikizo la kimataifa kutaka nchi zote hizo mbili zisitishe vita hiyo. Television ya taifa ya Iran imeripoti kuwa hospitali ya Farabi na maeneo jirani katika jimbo la Kermanshah yameharibiwa vibaya na makombora ya Israel. Nchini Israel, shughuli za uokoaji zinaendelea katika jiji la Haifa, ambapo watu 30 walijeruhiwa huku moto ukiwaka katika kituo cha umeme karibu na bandari. Wakati huo huo, viongozi wa mataifa 7 tajiri duniani G7 wanakutana nchini Canada wakijadili kwa wasiwasi hatari ya vita kuenea zaidi, huku rais wa Marekani Donald Trump akionyesha matumaini kuwa uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano, ingawa mapigano hayajaonyesha dalili ya kupungua siku ya 4 ya vita. Kwa upande wake, Israel bado haijatoa tamko rasmi kuhusu kiwango kamili cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo ya Iran. Hata hivyo, taarifa za ndani zilizotolewa na shirika la habari la Al Jazeera zinaeleza kuwa
Mashambulizi hayo yameua watu wasiopungua 8 na kujeruhi mamia wengine, huku hospitali kadhaa zikiripotiwa kuzidiwa uwezo. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka kutokana na mabomu yaliyolenga moja kwa moja maeneo yenye makazi ya watu wa kawaida kama vile shule, makanisa na masoko ya wazi. Ikumbukwe kuwa siku ya Jumamosi, Israel ilidai kuwa mashambulizi ya Iran hayakuwa na madhara makubwa kutokana na nguvu ya mifumo yao ya kisasa ya kuzuia makombora. Hata hivyo, taarifa mpya zimedai kuwa Israel ililazimika kuhamisha baadhi ya mifumo hiyo kwenda kulinda maeneo ya kijeshi na kuacha maeneo ya kiraia bila ulinzi wa kutosha, hali iliyosababisha mabomu ya Iran kupiga maeneo ya watu na kusababisha vifo vya raia 10, akiwemo mtoto wa miaka 7 na wazee 2, jambo ambalo limesababisha hasira kubwa kwa wananchi na kuibua maswali kuhusu vipaumbele vya ulinzi wa taifa hilo. Bado serikali ya Iran haijatoa tamko rasmi juu ya mashambulizi haya kwa Israel, lakini inatajwa kuwa taarifa kamili itatoka muda wowote kuanzia hivi sasa. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania kwa habari nyinginezo nyingi. Jina langu ni Castle Elias.